and in times of distress. Hallelujah. Embracing hope in time of despair, in times of hopelessness, and in time of distress. Sijui wacha nijaribu na Kiswahili. Kudhibiti tumaini wakati ambapo tumekosa tumaini. Hallelujah. Wakati ambapo mambo imekuwa mgumu. Hallelujah. Na kabla hatujafika ama hatujaenda mbali, mimi hupenda sana kuanza na explaining what hope is. What is hope? What is hope? Hope is a feeling of expectation. Hope is a feeling of expectation. 2, hope is the desire for a particular thing to happen. Hope is waiting for something to happen. Hope is expecting something beneficial in the future. Hope is to anticipate. Hope is to wait. Hope is to aspire. Hallelujah. All these are definitions of hope. And we are going to go one by one by one. We say that hope is a feeling of expectation. That is in general, according to the dictionary. According to the dictionary, we say hope is to anticipate, is to wait, is to want, is to aspire. I will explain as time go by. Hallelujah. All these are definitions of hope. But when we come to biblical, hope is the confident expectation that something good is going to happen. Hope is the confidence expectation that something good is going to happen. Hope is waiting in confidence, expecting from God's promises in Christ. Waiting in confidence, expecting from God's promises. Hallelujah. In Christ. So we have so many meanings of hope. Wakati ambapo tunaishi, mengi yametendeka. We are living in a hopeless situation. We are living not knowing about tomorrow. We are in distress. We don't know what will happen. Most of us are in despair. We are not sure. Hallelujah. Circumstances has forced us. It has pushed us to the point of whereby we don't have hope for tomorrow. Things that are happening in our life. Mengi yametendeka maishani mwetu. Hallelujah. Hatujui namna gani kutaendeleaje. Mengi hatuyafahamu. Tumesukumwa mpaka kwa kona ambayo tumekosa tumaini tena. Hallelujah. Wengine wetu wamepoteza kazi. Hawajui wataanza wapi. Si ni ukweli? Wengine wetu wamepoteza hata ndoa. Wengine wetu wamepoteza vitu za dhamani. Wengine wetu wamepoteza hata biashara. Tumesukumwa mpaka tumefika mwisho. We are in despair. We are already in hopeless situation. And when we are in hopeless situation, what do we need? We need hope. Hallelujah. Tell your neighbor that we need hope. Because we are already in a despair. We are already in a hopeless situation. A situation whereby we are not seeing anything. We are not hoping for anything. Things have come to a standstill. We are not sure of what tomorrow holds. Hallelujah. Let us turn in the book of Romans. Romans 5, 3-5. We are going to read from the book of Romans 5. Romans 3-5 inasema. Ukifika sema amen so that we may move together. All right. I will read. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces what? Hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given unto us. Please, Baba Karudi, someni Kiswahili. 3-5.
Si hivyo tu, bali twafurahia pia katika mateso, kwa sababu tunajua kuwa mateso huleta saburi, nayo saburi huleta uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo huleta tumaini. Wala tumaini halitatutisha tamaa, kwa sababu Mungu amekwisha kumimina upendo lake mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametupatia. Hallelujah. The Bible says that and not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance. Hallelujah. We are already in tribulation, and tribulation produces perseverance, and perseverance produces a character, and a character produces hope. Hallelujah. How can we embrace hope when everything is out of hand? When the situation is not bearable at all? When you have lack, you have nowhere to turn to. When there is nothing going on in your life. This pandemic has pushed us to a certain level, hallelujah, whereby everything that we see in the media, everything that we see people talking, actually, there is nothing that is bringing hope unto us. We are only being told that we are ready. If you see what our people are being told, that we are ready. If you are looking at what our leaders are telling us, they're not giving us hope anymore. They're ready. By what? By coffins, by body bags, by TV. Do you normally watch the TV? Actually, things are not at all working. Hallelujah. You go to work, you are fired. Oh, you are told, we are cutting down. Hatutaweza kulipa salary. I was seeing yesterday in the TV when the KQ employees, they are cut down, and the ones remaining, salary imepunguzwa. Do you think that person is happy? Already we are in a hopeless situation. Already things are not working out. People fear, even if you sneeze somewhere, already people think that you are infected, and everybody is running away from you. Ama wewe ukimbiaje? Mtu akisneeze next to you 2-3 times already, hata wewe unatafuta njia ya kutoka, ama sio? Sikudaendana namna hiyo. But God is telling us in that situation we are supposed to embrace hope. Hallelujah. Let us turn in the book of Psalms 34:18. Somebody to read for us. Psalms 34:18. Says, the Lord is nigh unto them that are of broken heart, and save such as be of contrite spirit. Kwa Kiswahili nasema, Bwana yu karibu na waliovunjika mioyo, na hawaokoa waliobondeka roho. Hallelujah. Tumejua hali imekusukuma, maneno imekusukuma, hadi roho zetu zimebondeka. Lakini tuko na hakikisho moja kwamba Bwana yu karibu nasi. Hallelujah. Usikate tamaa, usikose tumaini tena. Bwana yu karibu nasi. Hallelujah. Hallelujah. Mambo inaweza kuwa ngumu, unaweza kuwa umesongwa, unaweza kuwa hakuna tumaini. Pengine umepoteza mpendwa, pengine umepoteza kazi, pengine umepoteza biashara, pengine umepoteza ule mpendwa. Sometimes we lose our parents, sometimes we lose children, sometimes the people are losing spouses. That is the time you will know that you need hope. You don't have anywhere to turn around. Things are not working out. But Mungu anatuhakikishia kwamba wakati ambapo tumebondeka, yeye yuko karibu na nasi. Hallelujah. Kuna wakati ambayo you are feeling you are overwhelmed with circumstances. You are overwhelmed with the situation that you are going through. And the enemy wants to convince you that that is it. Hapo amdipo adui anataka akuambie that is it. And the enemy is working day and night to make you believe that is the situation. But God has something
else to say upon us. If you look in the book of Jeremiah 29:11, let us turn to the book of Jeremiah 29:11. Wakati adui anang'ang'ana kukuambia hapo ndipo yapaswa kuwe, nayo Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Katika Jeremiah 29:11 anasema, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you future and a hope. Hallelujah. God wants to give us a future and a hope at that time. God has a plan for us. The enemy always wants to discourage us and makes us selfless, to see and feel that there's nothing cool that will come out of us. There's nothing better. The enemy wants us to feel that there is no way out. But God is assuring us in Jeremiah 29:11 that He knows the thought that He has towards us, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. God wants us to have a future and a hope. God does not want us to lose hope, because He knows in time of tribulation things may be hard. Wakati ambapo mambo inakuwa ngumu, tunapopoteza tumaini, maisha haitakuwa vile ilivyo tena. Hallelujah. Kuna wakati ambao tunapitia mambo magumu, hasa nami nimepitia mambo magumu wakati mwingine, mpaka nimefika kwa hali nimeuliza Mungu, kweli wewe uko ama hauko? Wakati inakuwa magumu ambapo unashindwa ufanye namna gani? Wakati mwingi nimekuwa marafiki ambao wamepoteza tumaini. Wanaona hakuna jambo lolote njema katika maisha yao itatendeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale mambo yanapitia wakati huo. Kuna wa ndugu, kuna dada ambaye aliniambia hakuna haja ya kuishi tena. Sababu gani? Sababu alipoteza nini? Alipoteza tumaini. Tumaini haikuwapo tena. Lakini Mwenyezi Mungu anatuhakikishia katika Yeremia 29:11 kwamba yeye atatupatia future na tumaini. Tumaini inatoka kwa nani? Tumaini inatoka kwa Mwenyezi Mungu. It is God who gives people hope. Hallelujah. It is God who gives us hope. When you are in distress, most people run away from you. When you are in despair, there is no one who wants to associate with you. You want to separate yourself. You want to be alone. Na wakati unapokuwa alone, hapo ndipo kitu inaitwa depression inaingia. Depression inapoingia, unapoteza tumaini kabisa. Na wakati unaona mambo imekuwa magumu, unataka kuwa peke yako, tafadhali ndugu na dada, usikubali kuwa peke yako. Tafuta mtu, umwambie kabla mambo hajakuwa mabaya. Hallelujah. Look for somebody and share with what you are passing through. Because sisi tunatiana moyo. Hallelujah. Atakutia moyo na atakuweza kukumbusha kuhusu maandiko. Hallelujah. Kuna wakati ambapo tulipitia magumu sana, but Mungu ni mwema. Mwishowe alitupatia tumaini. Hallelujah. Nasi ningependa encourage each and every one of us. It doesn't matter whatever you are passing through right now. God is a God of hope. He has a good thought for your life. Hallelujah. He is here to give you a future and a hope. Whatever you are seeing today, just anticipate. Hallelujah. Something good will come out of it. Hallelujah. It is not the end of you. Hallelujah. Kukosa kazi si mwisho wako. Tunajua kwamba kukosa fedha si mwisho wako. Tuko na tumaini katika neno lake ambalo linasema gold and silver belong to me. Fedha na dhahabu ni zangu. Bado tuko na tumaini. Hallelujah. Wakati mwingine tunasukumwa, tunafika mwisho. Juzi kuna wakati nilikuwa natafuta pesa. Sikuwa napata pesa. Nikarudi katika maandiko. Nikaona maandiko imesema fedha na dhahabu
tutaachilia na tutaweza kuipokea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wakati ambapo unakuwa mgonjwa, saa zingine unasukumwa mpaka huelewi. Kuna rafiki yangu walipata mtoto wake akona kansa, saratani. Alirudi na alikuwa analia sana. Ukipita hapo alikuwa anakuambia mtu, daktari ameniambia my child will only live for 6 months. That is the only thing angekuambia. Anybody passing around, he will just say my child is going to live for only, it was a 12-year-old boy. My child is only going to live for 12 months. 6 months. 6 months. And he will be gone. He was crying because there was no hope. But because God is the one who gives people hope, we told him, we read the Bible, the word of God with him together. We were encouraging that there is hope. Hallelujah. We were telling him that there is nothing impossible with God. Our God is a God of his possibilities. And when he was reading him, he started changing. And it's only God who imparted the hope. And as we are talking right now, mtoto ametibiwa Kenyatta, ameenda hizo makemo zote na ako sawa. We are in the 5th month. The child was meant to die the next month. But God has a different plan for the child. People had a different plan, but God had a different plan. Na wakati mwingi tunapoteza wapendwa wetu kwa sababu tunakosa tumaini. Mtu anakuwa mgonjwa mpaka unaenda kumtembelea, watu wanakosa tumaini, wanasema tu tutachanga matanga yake mara ngapi. Saa zingine tunakuwa watu kwa we kill people by offering just hopeless situations. But when we give them hope, they get better. Many people die in hospital because they lose hope. Hallelujah. Many people die in hospital because they lose hope. There's nothing to look forward for. But us who are in Christ, Christ is our hope. Hallelujah. And in Christ we can stand. And in Christ we will overcome. Hallelujah. When we read in the book of Romans 15:13, Warumi 15. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Our God is a God of hope, full of mercies and new beginning. When you feel you have reached your end, he will start with you a new beginning. God wants you to be full of hope. Hallelujah. He wants you to believe, to anticipate and expect for greater things from him. He wants us to believe, to expect and anticipate for greater things from who? From him. Hallelujah. Because he is the owner of all. He has every solution into our life. Remember, hope is God promises of more to come. God has promises of more to come. It is God promises of refreshment and reassurance when the road ahead looks tough. Hope is the God promise of refreshment and reassurance when the road ahead looks tough. It is God promises that help us rise above life's challenges and distractions. It is only hope that can help us arise above life challenges and distractions that cometh our way. Hope is God's promise of strength that moves us to the next level. Hope works together with faith. Hallelujah. It is only hope that can propel us to the next level of life. It is only through faith. Hallelujah. So, through hope. So, hatupaswi kupoteza nini? Tumaini. Tumaini ni jambo la maana sana. Hatupaswi kuipoteza. Ingawa tunapitia changamoto,
ingawa tunapitia mambo ambayo hatuelewi, usipoteze tumaini. Kuna tumaini tena. Haleluya. Kuna tumaini tena. Unapoangalia katika kitabu cha Yohana 17 ambapo inasema kuna tuangalie 14, Yohana 14:7 ili nisiwe ninasema mambo yangu. Yohana sema namna hii. The verse which says, for there is hope for a tree if it is cut down, that it will sprout again. It is John? Job, yeah, it's Job 14:7. Kama umepata somo. Kwa maana lipo tumaini kwa mti, kama ukikatwa itachipuka tena, nayo machipukizi yake mapya hayatakoma. Hallelujah. For there is hope for a tree if it is cut down, that it will sprout again. Hallelujah. It might be that we are cut down by circumstances right now, but there is hope. Hallelujah. That we will sprout again. We will rise again above whatever we are going through. Hallelujah. That is not the end of us. There is hope that we are going to come back and we are going to bounce back victorious, more powerful, more strengthful than we were before. Hallelujah. Amen. Yes, we thank God because of the situation. We thank God because of this situation whereby we have been at home, but we know very well that we are going to come back very strong. Hallelujah. Very powerful. Tribulation make us strong. Hallelujah. Tribulation produces perseverance. Perseverance produces a character, and a character produces hope. So in times of tribulation, we have to be strong. We don't need to give up. People who give up in life are people who have lost hope. We ought not to lose our hope. Sawa. People who have lost hope, they normally give up. They give us different advices which are not good. You should hear from people. When you hear people talking, you will know the people who are lost hope in their life. People who normally tell you haiwezekani, haitawezekana. Unamwambia hii ugonjwa ni namna hii, anasema huyu jamaa hawezi pona. Ukiona mtu ananena namna hiyo, ujue amepoteza nini? Tumaini. Wale ambao wako na tumaini hawaongei namna hiyo. Haleluya. Kwa sababu bado wanatarajia kwamba Bwana anaweza kufanya kitu njema kutokana na hiyo hali. Bwana anaweza kutuinua. Bwana anaweza badilisha namna kutokana na hiyo hali. Bado tuko na tumaini. Na yapaswa nasi kama Wakristo tuwe na tumaini. Kwa sababu tumaini ndio itatuzukuma kwa level nyingine. Haleluya. Wakati huu wa jangwa la corona, yapaswe tuwe na tumaini. Watu wamepoteza tumaini. Watu hawana mwelekeo. Lakini neno la Mungu linasema kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio anatupatia nini? Tumaini. Na yapaswa tukae katika ndani ya tumaini. Tutakaaje ndani ya tumaini? Tutakaa ndani ya tumaini ama tutapata tumaini tukilisoma neno la Bwana. Tukilitafakari neno la Bwana usiku na mchana, na tukiomba Bwana naye aweze kutuelekeza ama tuweze kuelewa hili neno. Tunaposoma neno na linajaa katika maisha yetu, tunakuwa na tumaini. Haleluya. Tunakosa tumaini kwa sababu tumeacha kusoma neno la Bwana. Tumekosa tumaini kwa sababu tumeacha kuamini neno la Bwana. Neno la Bwana linapoongea linabaki jinsi ambavyo lilivyo, halibadiliki. Akisema yeye atakuponya, neno lake ni kwamba atakuponya. Ndiposa yapaswa uwe na tumaini kwamba nitapona. Wakati wengine nilipitia magumu, niliambia Bwana kwamba wewe umesema unaponyesha, kuna ugonjwa ambao huwezi ponyesha. Mimi nitakaa nyumbani mwako. Na bado nilikuwa na tumaini. Ingawa watu wote walikosa tumaini, waliona kwamba mimi ninaangamia ama ninaenda kukufa. Hakuna mwenye alijua ni nini niko nayo. Mimi nilibaki na neno. Na neno ndio linatupatia nini? Tumaini. Haleluya.
Kwa kila jambo ambalo unapitia, neno linasema aje kuhusu hilo jambo? Tumejaribu kujiuliza, hata katika hili hali ngumu tunalipitia, neno linasemaje? Kuna tumaini. Haleluya! Kuna tumaini katika hayo unapitia. Kuna tumaini kwamba tena jua litawaka. Kuna tumaini tena tutasimama na tutafurahi. Haleluya! Tunatumaini kwamba utapona. Tunatumaini kwamba utapokea fedha. Tunatumaini kwamba tutasonga mbele, na tunaposhikana tutasonga mbele. Haleluya! There is hope in every situation. Let us not lose the hope. There is hope in every situation. It doesn't matter the circumstances, but what I know that there is hope. Hallelujah. There is hope, and the hope that we are talking about is God in Jesus Christ. Hope does not just appear magically. We have to pray for it. We have to invite it and hang on it. We have also a part to play. We must read the word of God, meditate on the word of God, and fix our eyes on him alone. That is God. We need to seek the face of the Lord. When we do that, we are practicing faith. I said, hope and faith work together. They work hand in hand. There are so many promises God has given us. When we feel despair, when we feel desperate, when we feel low, when we feel things are not working, God has given us a promise. And the promise God has given us is got in Isaiah 40. The book of Isaiah 40. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. You're there? 30. Even the youth. Let me start from 29. He gives power to the faint, and to them that have no might he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kiswahili: huwapa nguvu waliolegeza na huongeza nguvu za wadhaifu. Hata vijana huchoka na kulegea, nao vijana wanaume hujikwa na kuanguka. Bali wale wanamtumainia Bwana atawafanya upya nguvu zao. Watapaa juu ya bawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea kwa miguu wala hawatazimia. God has given us a promise. When we feel we are down, we need to live a life of hope. We live a hopeful life. And for us to live a hopeful life, we require ourselves to commit to the word of God. Hallelujah. We read the word of God. We stay in the word of God. We walk the word of God. We do the word of God. We practice the word of God in that situation that we are passing through. Hallelujah. Yes, when people are talking about coronavirus is killing, I hear Pastor was saying that he doesn't even check. I support you, Pastor. Rarely do I even watch it, because it is killing me. It is making me just, ninakosa tumaini ya kesho. Ninakosa kutoka. Mimi nitafuata sheria ambazo zimewekwa. Nitavaa mask, nitaosha mkono, lakini nitatoka. Tukiweka tu tumaini letu kwamba hili kitu inaua tu watu, sisi tunaona tu by the way, you see, we need to change even the way we are reporting these things. It's only that we are killing people. We are making them lose hope. And when I make you lose hope, say I've killed you. Yeah? Sisi tunaona tu hii kitu itaua watu. Unaona majeneza zimetayarishwa. My friend, hata wewe si unasema tu hii si mchezo. Mimi napakia simu kutoka nyumbani. Hii corona inamaliza watu. Mnafanya nini Nairobi?
Sasa mimi nashindwa. Hii corona kwa nini Nairobi tu peke yake? Tunasema sisi tunaingilia tulipo. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. There is nothing impossible. Even this shall come to pass. Hallelujah. Even this situation shall come to pass. And we will stand and say, surely God, you have done it. Hallelujah. Let us put our hope in Christ. Let us dance still. Let us read the word. Let us eat the word. Let us walk the word. And let us meditate the word. Hallelujah. We will never lose hope. It doesn't matter. Whatever we are passing through, hatutakufa tumaini.